Amen. Wimbo tuliimbaga zamani sana. Wimbo ulikuwa unakamata vizuri huu zamani. Watu wengi wanajidanganya katika mioyo yawe, wana majina ya kumwabudu Mungu, lakini watenda dhambi. Na kitikio ni kwa vinywa vyao wanamwabudu Mungu, mioyo yao inajaa dhambi. Ni sikitiko kwa watu wao, wazidanganya nafsi zao. Kuple ya pili ni huwezi kumficha Mungu neno, kwa nini upotovu wako? Shetani akikuzidi maarifa, mpige kwa neno la. Kwa vinywa vyao wanamwabudu Mungu, mioyo yao inajaa. Ni sikitiko kwa watu wawe, wazidanganya nafsi zao. Kuple ya mwisho ni siku ile zitafunuliwa siri za mioyo yao. Haleluya. Ndiyo, leo kuna neno ambalo Kristina aliuliza swali yake, si hivyo ila ile swali yako tutaijibu, tutafanya darasa. Yaani nataka tufanye kitu kama darasa ili nionyeshe vizuri uelewe Yesu ni Mungu jinsi gani. Sawa? Kwa hiyo tutafanya darasa lendi. Lendi mtaenda shule? Itakuwa lendi kama vile mida ya saa 7 hivi, au tutafanya saa 8. Lendi saa 8 darasa. Tutajibia swali la Kristina kuhusu uungu wa Yesu Kristo. Sawa? Leo nataka niwaonyeshe vitu 4 muhimu ambavyo mnapaswa kuwa mnafanya mkitaka kukuza maisha ya maombi, mkitaka kukomaza maisha ya maombi. Maombi ni kitu muhimu sana katika kukomaa kiroho. Katika maisha ya Mkristo, kila Mkristo ana haja ya kukomaa kiroho. Si hivyo? Ukristo ni kuzaliwa mara ya pili, na kila mtu kama bado anazaliwa ni mtoto mchanga. Na mtu kama ni mtoto mchanga, kama vile tunavyokomaa katika mwili, tunakomaa pia katika roho. Tunajua sote ya kwamba mambo ya duniani ni kivuli cha mambo ya kiroho. Hivi jinsi watu wanazaliwa duniani, ndivyo pia watu wanazaliwa kiroho. Na kwa staili hii ya mtoto anazaliwa, anaenda na komaa pole mpaka anakuwa mtu mzima. Hivyo pia kiroho. Mtoto anazaliwa kiroho, anaenda na komaa pole mpaka anakuwa mtu mzima. Kama vile katika ulimwengu wa kimwili, mtoto hawezi kujilea mwenyewe, hawezi kujikomaza mwenyewe. Hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho, mtoto hawezi kujilea mwenyewe, hawezi kujikomaza mwenyewe. Lazima awe na wazazi ambao watamlea. Si kwamba eti Mungu hayupo. Mungu yupo, sawa? Analinda huyo mtoto. Lakini huyo Mungu tena ndo akafanya kuwe wazazi wa kumlea mtoto. Huyu Dani anaweza jilea mwenyewe? Hata kama Mungu ipo, tukamate Dani tu tumweke pale, site twende, ataishi? Atakufa. Kwa hiyo hata kama Mungu yupo, inabidi pia na sisi wazazi wa Dani tuwepo kwa ajili ya kumlea nani? Dani. Sasa hivyo pia katika ulimwengu wa kiroho, hata kama Mungu yupo, malaika wapo, Roho Mtakatifu yupo, inabidi pia kuwe na mzazi ili kulea mtu kiroho mpaka afike kimo cha mtu mkamilifu. Sasa katika kukomaa kiroho kuna mambo mengi sana, ambalo miongoni mwa hayo moja kubwa ni kusoma neno. Yaani mtoto ambaye anataka akomae kiroho lazima awe mtu ambaye anapenda sana kusoma neno sana. Yaani hata kama usikie hamu unachukua tu unaanza kusoma. Hata kama ujisikie kusoma, wewe soma. So ile kitendo cha wewe mtu kusoma neno, hata kama uelewi, hata kama unaona kama vile hauvielewi, hata kama unaona kama vile havina maana, sababu kama mtu bado ni mtoto, mambo mengine anayafanya lakini haelewi. Lakini endelea kusoma neno. Sasa kuna jambo lingine sasa kubwa
ambalo ni maombi. Ndo hili ambalo nataka leo niwaonyeshe mambo 4 muhimu ambayo itawasaidia kukomaa katika maisha ya maombi. Amen. Maombi sio tu kuzungumza na Mungu, lakini pia maombi yanasaidia kukomaza mtu wako wa kiroho aliyezaliwa mara ya pili. Maombi sio tu kuzungumza na Mungu, lakini pia maombi yanasaidia kukusogeza zaidi karibu na Mungu. Maombi yanakufanya uwe mwepesi kuelewa mapenzi ya Mungu. Maombi yanakufanya ujue kutembea vizuri katika mapenzi makamilifu ya Mungu. Maombi yanakupa nguvu za kuishi neno. Maombi ndicho kitu pekee cha kiroho ambacho kinamlinda mtu, kinampa mtu nguvu za kusonga vizuri katika ulimwengu wa kiroho. Kwa hiyo Mkristo ambaye haombi, huyo sio. Nasikia vizuri hapo eh? Mkristo ambaye haombi hawezi kwenda mbali. Na wala huwezi jitumainia tu kwamba mimi huwaga ninafunga. Hapana. Funga, mnajua maana ya funga ni nini? Funga maana yake ni kushusha mwili, sawa, ili upandishe roho, uwe mwepesi kusikia sauti ya Mungu. Basi. Kwa hiyo funga haikufanyi kuwa Mkristo bora zaidi. Hapana. Funga inashusha mwili. Si ndio maana unasikia njaa? Si ndio maana unafunga kula? Kwa nini unafunga kula? Niwaambie kwa nini. Iko hivi. Wakati unafunga kula, damu haiko ndani ya estoma, inapanda yote juu kwenye kichwa. Sasa wakati estoma haifanyi kazi, kuna siri hapo nataka niwaambie. Hamjaoneka kuna watumishi wa Mungu kanobili na iko anajikusa tumboni. Kuna vitu ambavyo Mungu anaweka katika tumbo la mwanadamu tofauti na rohoni. Kwa hiyo mambo ya kiroho mengi hayako huku, hayako kichwani. Mambo mengi ya kiroho yako tumboni, mtumbo na hapa rohoni. Ndo yani hii stile ya hapa ndo inajaa mambo mengi ya rohoni. Sasa kama hukuli, kama uko katika funga, sawa, damu inatoka kwenye estoma inapanda wapi? Kichwani. So wakati damu inapanda sana kichwani, huyu mtu wako wa rohoni anakuwa mwepesi na anakuwa haraka kusikia sauti ya Mungu. Na wewe unakuwa haraka kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ndio kazi ya funga. Ina maana funga inakusogeza karibu sana kwenye kuwa Mungu. Lakini sasa ukifunga leo, baadaye tena unasema sitaomba, nilifunga, sitaomba mwezi mzima, utaendelea kushuka. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana. Tena sana. Sasa katika mambo 4 haya ambayo yatakusaidia kukuza maisha yako ya maombi, ambayo yatakusaidia kuwa mtu ambaye unajua kuomba. Hapana kusitumania tu ya maombi ya familia, au ile maombi ya kanisani ya siku ya 3. Yaani hapa tunaongea kuhusu maisha yako wewe binafsi ya maombi. Amen. Mnajua jambo la kwanza ni nini? Jambo la kwanza ili ukomae vizuri katika maisha ya maombi, jambo la kwanza ili usonge vizuri mbele na maisha ya maombi, jambo la kwanza ni kujiwekea utaratibu wa maombi kila siku. Wewe mwenyewe katika nidhamu zako ujipe discipline ya kuomba every day, kila siku. Yaani usihakikishe siku inaanza asubuhi mpaka jioni bila kuomba. Never ever do that. Mtunaelewana vizuri eh? That's the first point. Ina maana kukicha tu, busiku ikicha, unahakikisha kwamba leo I must pray. Yawezekana una mambo mengi ya kufanya, lakini katika mambo yote hayo hakikisha umepata muda wa kuomba, and that is every day. Hiyo ni kila siku. Hakikisha unapata muda wa kufanya nini? Wa kuomba. Hilo ni la kwanza. Yaani iwe kama vile deni rohoni mwako. Leo tangu asubuhi sijaomba. Hakikisha unapata muda wa kufanya nini? Wa kuomba. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi,
biadu. Kwa hiyo ufungue kitabu cha Zaburi ya 5 mstari wa 4, mstari wa 3 hadi wa 4. Zaburi 5 Zaburi 5 mstari wa 3 hadi 4 inasema hivi hapa, acha nisome. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia, maana huwi Mungu upendezwaye na ubaya, mtu mwovu hatakaa kwako. Mstari wa 5, wajivunao hawatasimama mbele za macho yako, unawachukia wote watendao ubatili. Unasikia hapa? Yaani nataka tusome vizuri hapa huu mstari wa 3. Usikie mstari. Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakupangia dua yangu na kutazamia. Yaani asubuhi Bwana utaisikia dua yangu, asubuhi utasikia sauti yangu, nitakupangia nini? Dua, na mimi nitakuwa pale kutazamia. Sasa yaani na je reste aux aguets, natazamia sasa Mungu ataniambia nini, na mimi nimeshaomba, nimeshaambia Mungu, nimeshampangia dua Mungu, na mimi atanielekeza nini? Fungua Wathesalonike wa kwanza 5:25. Wathesalonike wa kwanza 5:25. Asubuhi. Kwa hiyo hii inatupatia picha ya kuelewa ya kwamba maisha yetu kila siku you must pray, na unapaswa wewe mwenyewe uweke hiyo discipline. Unajua Ukristo bila discipline huwezi weza. Ukristo sio maisha ya kuisha ovyo ovyo. Ukristo ni maisha ya kujiwekea discipline, na hiyo discipline yako lazima uheshimu, sababu hakuna kitu muhimu duniani kama Ukristo wako. Hakuna kitu muhimu duniani kama imani yako. Hakuna kitu muhimu duniani kama imani lako kwanza. So you have to make that discipline, kwamba every day I must pray. Usipitishe siku bila kuomba. Yaani hiyo isiwezekane katika maisha yako. Usiku ukicha tu ujue, je, leo nimeshaomba? Sijaomba. Omba. Tunaelewana? Haya ndo maisha ambayo mtakuwa mnafanya nini? Cha kwanza, jiwekeje utaratibu wa kuomba kila siku, na usipitishe kamwe siku moja hapa chini ya jua bila kuomba katika maisha yako yote. Hata kama uko mgonjwa kitandani, omba. Sema kule kitandani, Yesu Kristo, nakupenda, wewe ni Mungu wangu. Hata kama itakuwa dakika 10, lakini kwanza omba. Hata kama itakuwa dakika 20, lakini kwanza fanya nini? Omba. Kwa hiyo cha kwanza katika kukomaza maisha yako ya maombi ni kujiwekea utaratibu wa kuomba. Umeshafungua hapo wewe? Soma tusikie. Wathesalonike wa kwanza 5:25. 5:25. Huu utaratibu huo utaendelea kukusaidia, utakukuza. Huu utaratibu huo utakupatia nguvu za kuendelea kuwa Mkristo. Ndugu, ombeni, wasalimuni ndugu wote kwa busu takatifu. Wasalimuni ndugu, mwanzo inaanza nini? Mwanzo inaanza ndugu, tuombeni, wasalimuni ndugu wote kwa busu takatifu. Amen. Yaani kwanza, jambo la kwanza ni kuomba. Nafikiri hilo swala la busu takatifu tumeshaliongea kuhusu neno la ndo umuhimu wa neno la wakati. Leo tena uweze zenda salimia mtu kwa busu takatifu. Sawa ndo maana Mungu analeta neno la wakati kwa wakati wake. La pili, tunafatana. Jambo la kwanza simushaelewa, ili ukuendeleze maisha yako ya maombi, ili maisha yako ya maombi yakue, hakikisha kila siku naomba. We peke ni plani yako. Wewe unasema, je, leo nimeshaomba? Yaani hivi kila siku ujiulize, je, leo nimeshaomba? Sisemi kujitumainia hii maombi hii ya familia. Maombi yako wewe kama wewe. Tunaelewana hivi?
leo sijaomba, unaomba, hachukua hata dakika. Sasa ukiwa unafanya muda mrefu bila kuomba, na ndugisi utaendelea kudidimia. Sasa siri ya maombi iko hivi: kadiri unavyoendelea kuomba na kadiri unavyosikia hamu ya kuendelea kuomba. Kadiri ukiacha kuomba na kadiri hautasikia hamu ya kuomba. Ndio siri ya maombi. Na kama kuna kitu ambacho shetani anapiganisha sana ni maombi. Shetani hataki uombe. Ukitaka tu kwanza kuomba, shetani anaanza kuletea mawazo. Ona mpaka unashindwa kuomba. Sababu anajua nini shetani? Ukidumu katika maombi utapata nguvu za kumshinda. Mnajua kwa nini watu wanasumbuliwa sana na diversement de pensées dans la prière? Ile mawazo kuyumbayumba. Mtu yuko anaomba lakini anaanza waza wapi? Anaanza waza kutanganika, anaanza waza malenda, anaanza waza shamba, anaanza waza manguo aliyoacha, anaanza waza mambo yaliyopitika jana, na iko kwenye magoti anaomba. Watu, hiyo kitu inasumbua watu. Mimi watu wananipigia simu wakiniuliza, baba, tutafanyaje hiki kitu ishe? Mbona kila siku nikipiga magoti kuanza kuomba mawazo yananijia ambayo kabisa sitaki yanijie? Mimi napiga magoti, nataka niombe Mungu, nijiconcentrate, nizungumze na Mungu, lakini kichwani kuna kuja mawazo mengine ambayo kabisa yananifanya hata nisijui ninachokiongea. Ninawaambia huyo ndio shetani. Hataki wewe uombe, sababu maombi inaomba concentration spirituelle. Maombi inaomba usafiri kiroho. Maombi inaomba utoke katika ulimwengu wa kawaida uingie katika ulimwengu wa kiroho, alafu uende mbele za Mungu katika ulimwengu wa kiroho, ndiposa uchukue imani lako uliweke mbele za Mungu, alafu uambie Mungu haja ulizo nazo. Kwa hiyo katika kuomba, cha kwanza ni kusafiri. Wewe unatoka ndani ya wewe, unaingia katika ulimwengu wa kiroho, unaenda mbele ya kiti cha enzi, alafu unaweka imani lako chini ya miguu ya Yesu Kristo, huku ukimwambia haja za moyo wako. So sasa shetani hataki ufanye hivyo. Ndio maana unapopiga tu magoti, mawazo yanaanza kuja ambayo yaani huku yaita, hujui yanatoka wapi, yanaanza kuja mawazo mabaya. Sasa dawa ni nini? Dawa moja kubwa ni hii: omba kwa sauti kubwa, usiombe polepole, kwa sababu wewe bado ni mchanga. So anza omba kwa sauti kubwa. Asante Yesu Bwana wangu. Wakati unaomba kwa sauti kubwa, ile sauti kubwa inachangia pia mawazo yako kutokuingiliwa na mawazo maovu. Lakini ukipiga magoti unaanza ombi ile, utakawia, boom, mawazo inafanya nini? Inakuja. Na utakaa hapo kwenye magoti saa nzima, kumbe unawaza vingine kabisa. Kwa hiyo ukuomba chochote, ukuenda popote. Kwa hiyo kwa kupigana na hayo mawazo wakati wa maombi, omba kwa sauti kubwa. Wengi ambao nimeambia hivyo wameshukuru, wamesema tumeshukuru. Omba kwa sauti kubwa. Wewe piga magoti yako, anza toa sauti. Usiombi ile ya kimoyomoyo, toa sauti. Sababu ukiomba ya kimoyomoyo, mawazo itafanya nini? Itakuja. Jambo la pili, ili ukuze maisha yako ya maombi, sawa, jifunze kuomba hata wakati unafanya kazi. Wakati unatembea, jifunze kuomba. Wakati unasukua masani yako na huko unaomba. Wakati mimi nawaambia, unaona pale wakati tunahubiri, vile nakuaga niko nahubiri pale kwa mimbari na niko ninaomba. Mtu anahubiri na anaomba. Sababu kuna fika, unaona kuko kwenye vilio, hakuna nafasi kuko majaribu kama kuhubiri kwa vilio. Mnaona pale tu nilikuwa nahubiri kile kilio cha mmoja dada hapa. Huyu dada hapa. Nyinyi hamkuona. Ile saa nilikuwa mbele niko ninahubiri, kuna kijana mmoja alikuwa anavaa pete. So na watu walikuwa wengi sana. Ule kijana alikuwa ananipiga ile pete yake hapa kwenye chongo, kulikuwa kitu kama kamviringo hivi. Mimi niko ninahubiri, yeye yuko ananipiga kale kitu kake kapete huko kwenye sura yangu. Nilimuona, nikamfungulia macho, akajisokeza huku nyuma hivi. Mimi hamkuona pale, ila mimi niliona. Na nilimuona kabisa gisi kwa anafanya, anaonyesha ile pete yake kwenye macho yangu. Na macho yangu akakutana na ile pete yake. Alirudia pale nyuma, yeye peke akarudia kule nyuma kwa watu wengine. So unaona, kuna kilio kingine nilikuwa nahubiri hapa. Nikawa ninashota kidole hivi, naambia nyinyi wachawi mlio hapa. Wakati nashota kidole hivi, ninasikia kidole changu hiki kinatetemeka hiki. Kinafanya na nikasema, mkome kwa jina la Yesu uchawi wenu.
ninafanya hivi. Huku kilio kingine kule kwa karibu na kwa mzee Matendo kule. Nako nikasimama nikasema hivi. Kuna watu wanafanya vitu na wanajua kabisa ni vibaya. Na leo nitawaprove kama kuna watu wanafanya vitu ni vibaya na wanajua ni vibaya lakini wanaendelea kuvifanya. Sababu mtu akifanya kitu kama ni kitu kizuri, atakuwa huru wa kujitangaza miongoni mwa watu kwamba hiki kitu nakifanya ni kizuri. Nikauliza, Wakristo wote walio hapa, mpandishe vidole juu. Watu wote wakapandisha vidole juu, Wakristo wote. Nikasema jamani, Wakristo hawajifichi. Wakristo wako wazi. Wote wanaonekana. Hebu tazama kule, watu wakapandisha vidole juu. Kisha nikasema, wachawi wote walio hapa, kama mna uhakika na uchawi wenu, na mna uhakika kwamba mko wachawi, mko safi, mko sahihi, mko vizuri kuwa wachawi, na mnajiaminia na uchawi wenu, wachawi wote walio hapa, pandisheni vidole juu. Tuwaone, tuwajue. Kimya, hakuna mwenye alipandisha. Sasa nikarudilia, ndio nikashota hiki kidole tena. Nikasema, nyinyi wote wachawi mlio hapa, pandisheni vidole juu. Hiki kidole kiliuma hiki. Kiliuma pale kidole kikauma, maumivu inatoka kwenye hiki kidole inakuja hivi kuja kupiga mpaka kwenye moyo. Ila nikasisitiza nikasema, wachawi mlio hapa, pandisheni. Hakuna aliyepandisha. Kasema, sono mmeshindwa kupandisha sababu mnajua uchawi ni mbaya. Sasa kama ni mbaya, kwa nini namuachi? Sasa unaona hivi, unafikiri ni mzaa, na wewe ukijaribu kufanya hivyo utapata shida. Ukijaribu kwenda kuhubiri hivyo utapata shida. Lazima kwanza ujijue kama uko na. So unajua kuna mtumishi wetu mmoja kule Lulimba alijaribu naye kuhubiri, kukemea wachawi. Wakamfunga kinwa pale. Kukilia. Akaanza hubiri, iko na anakuwa watu wakamkamata. Wae. Sitawaambia jina lake, mnaweza mjua. Mnaona huko. Kwa hiyo wakati tunahubiri pia tunaomba. Unahubiri na huku unaomba. Kwa hiyo jambo la pili katika kukomaza maisha yako ya maombi, fanya kazi zako na omba wakati uko unafanya kazi zako. Aswa sana zile kazi ambazo haziombe attention nyingi sana. Kwa mfano Christina anashukula masani. Unaweza kuwa unashukula masani pale na huku unaomba. Sawa? Kwa mfano kuimbia mtoto, unaweza kuwa unaimbia mtoto na huku unaomba. Kwa mfano kutandika, unaweza kuwa unaweza kuwa unatembea na huku unaomba. Unaenda kukanisa na huku unaomba. Unaweza kuwa unafanya kazi, unaweza kuwa unafyagia hapa na huku unaomba. Yaani maombi usizoee tu istile moja mpaka ujitenge, uende fasi fulani wewe peke. Hapana, mara nyingi kule utashinda tu kuna wazawaza. Si wewe bado mchanga. Kwa hiyo jifunze kuomba hata kama huku unaenda shambani. Huku njiani kwenda shambani na huku unaenda unaomba. Huku unaombola yako mbate na huku unafanya nini? Huku unaomba. Unatoka shambani na huku unakuja unaomba. Unalima na huko unaomba. Unatoka kanisani na unakuja unafanya nini? Unaomba. Kwa hiyo ukidumu hivyo katika kujua kuomba na wakati unafanya kitu fulani, itakukomaza sana. Fungua kitabu cha Yona. Ona alichofanya Yona. Yona yeye iko katika tumbo la nyangumi. Iko katika tumbo la samaki. Ushawahi kuona mtu anaomba na iko katika tumbo la samaki? Hebu just imagine mtu iko katika tumbo la samaki. Kitabu cha Yona sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Iko katika tumbo la samaki lakini bado anaomba. Unaona huko? Mtu iko katika tumbo la nini? La nyangumi. C'est possible alikuwa amejaa wote vimate vya tumbo la samaki. Sijui mle ndani ya tumbo la samaki kulikuwa nini. Ina maana samaki kitikisika hivi, Yona na yeye anatikisika. Samaki ikipiga mbizi Yona na yeye lakini hata hivyo Yona akawa anafanya nini? Anaomba. Kwa hiyo jifunze kuomba hata kama unafanya kazi fulani. Hili linakupa nguvu, linasaidia, linauisha ile roho ya maombi ndani yako, linakupa ujasiri wa kuendelea kuomba, linakupa nguvu na linaamsha hata akili zako zijikonekte kwenye ile zoezi ya kuomba. Mnapata vizuri hapo Mnaelewa vizuri hapo? Kwa hiyo maombi usisubiri tu mpaka yale ya sirini. Tunajua sote maombi, funga madirisha nini, ila sio hayo tu. Je, hata kama unaendesha gari, unaomba na unaendesha gari,
Sante Yesu Kristo, na kushukuru Bwana kwa kuniamsha salama. Nimeona mkono wako, nimeona nguvu zako, na unaendesha gari lako huko kazini, unafanya kazi zako na huko naomba. Et cela doit être continuellement, quotidiennement. Umeshapata Yona? Soma tusikie Yona 2 sura ya 2 kwanza mstari wa kwanza. Na hiyo inapaswa kuwa ya kuendelea hivyo. Yona, hapana Yohana, Yona. Soma tusikie, soma sasa. Basi Yona akiwa tumboni mwa samaki. Yona akiwa tumboni mwa samaki. Akawa akimuomba Mwenyezi Mungu. Mungu wake akisema. Ishi hata hapo, tusiponde muda mwingi. Yona akiwa ndani ya tumbo la nini? Lakini anafanya nini? Jifunze kuomba hata wakati mgumu. Omba Mungu. Wakati wa raha, omba Mungu. Yaani jifunze kuomba uko katika kazi. Usisubiri tu mpaka mie kuomba mpaka sasa ile saa tunatalala. Nilisha kwa kukitanda, nilisha tulia. Haiko hivyo. Usisubiri kuomba tu mpaka sasa nilisha tulia, nilisha maliza makazi yote, nilisha tulia. Hapana. Hiyo sasa ushatulia utakusha choka. Utafika sasa hapo ase uombe. Sonona eska aba wanaombaka au aba bajio bastani. Sasa tukitanza maombi tu. Kile sana huyu ndio anakuwa baba. Kwa nini? Kwa sababu wameshinda, wanapiga ngoma kanisani, wameshinda, sijui wananyangua ile generator nini, wameshachoka. Kwanza walikuwa wameshalala, tunawaamsha, wakati wa maombi inakuwa tu baba. Huyu anataka tunamtikiza, omba. Anafanya tena ule anaenda. Kwa hiyo il faut prier à tout moment. Sawa? Jambo la tatu la kufanya. Nasikia vizuri? Jambo la tatu la kufanya ili ukomaze maisha yako ya maombi. Ili ukuze maisha yako ya maombi. Jifunze kuomba na watu wengine. Mnasikia vizuri hapo? Ile jasho ya kuomba na watu wengine itakusaidia pia nguvu fulani ya kudumu katika maombi. Hapana kufikiri Ukristo utauweza wewe peke. Jifunze kuomba na simaanishi kanisa watu 500 400. Na maanisha kakikundi ka watu ka maombi. Watu 3, watu 4, watu 5, watu 2, watu 3. Sagisi mama wenu walikuwa na kikundi na maombi kule, yeye na badada Diasive na dada Riziki nini. Tuiva, watu wanakutana vile. Mnakuwa na kakikundi kenu kama maombi. Nyinyi wa vijana mnaweza kukutana, nyinyi wa vijana, wewe hapa, wewe na wewe pale, mnaongeza tu wengine vijana wawili, mnakuwa mnapanga, bwana, kila siku tutakuwa tunaenda omba saa 1 pale kanisani. Mnakuwa na kakikundi kenu kanini kama maombi. Kristina pale anakutana na wengine wa marafiki zake kujaka hapa. Mnapanga na waamina na wanani, mnaenda sasa vile watu 6, mnasema tutakuwa tunaenda omba kila siku fasi fulani. Niko na nyumba ya maombi kule yenye tulijenga. Siko kule juu. Ushafika kwa Kristina. Kule juu kule. Kuko nyumba kule yenye tulijenga ni maombi tu. Hakuna kingine. Mnajipanga na wenzako, mnaenda fanya nini? Mnaenda omba. Mnasikia kule? Yaani kujifunza kuomba na watu wengine. Bien sûr watu wengine wa Kristo. Utaenda kuomba na wachawi. Sawa? Ila wewe Mungu atawaongoza tu. Ila kifupi kwanza ujifunze kuomba na watu wengine. Ile jasho ya kuomba na watu wengine ni muhimu sana. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba sisi tuko kama vile mwili. Kila mtu ni kiungo kwa mwingine. Kwa mfano hata nyinyi Stani, Biadu, Jonas, simshene deja watatu pale. Muko marafiki, mnaaminiana, mnatembea pamoja, muko wa ndugu nini, tuiva, mnaweza kuwa tayari na nyinyi watatu. Mnapanga tutakuwa tunaomba kila siku fulani na saa fulani. Na pale mnaendeleza nini? Maisha yenu ya maombi. Hapana kukosa kuwa mnaomba na wengine.
Hapana kufikiri tu utaombaomba we peke. Hapana, il faut s'associer dans la prière. Il faut kuchangana na Wakristo wengine, watakupa experience, watakupa ujuzi jinsi ya kuomba, si watu wengine wanajua kuomba kupitia wengine. Hapana ile katika maombi, hata kama hujajua kuomba, hata kama, lakini tu ujiwekeze kwanza hizi taratibu. Si nabii anatoa mfano wa ule mtoto ambaye alikuwa ajue kuomba. Mnakumbuka? Alikuwa anasikia mama yake alikuwa anaomba, lakini yeye hajui kuomba. Mama yake ameisha fariki. Akapiga magoti akasema hivi, Mungu, mimi sijue kuomba, lakini najua mama alikuwa anaomba sana. Na nilikuwa nasikia mama alikuwa anaomba, alikuwa anasema maneno mengi sana. Lakini mimi sijui kuomba Mungu. Mimi nitakachofanya, nitataja tu alfabe. Na wewe Mungu utachanga hiyo alfabe, alafu upate maneno ninayotaka kusema. Unasikia maombi ya imani? Maombi ya imani ni zaidi ya kujua kutamka maneno. Ni kitu kingine cha kipekee ambacho kinalala ndani ya moyo. Ule mtoto akapiga magoti, akaanza kutaja tu alfabe. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. Anamaliza nini? Maombi. Nabii anasema ya kwamba Mungu alijibu maombi ya ule mtoto kwa haraka sana. Maombi sio kujua maneno mazito ya kutamka. Maombi sio kujua kuongea kwa Kifaransa. Oh Seigneur Dieu, notre alpha et omega, le grand je suis. Maombi sio hivyo. Okay? Maombi sio kuwa na ufasaha wa kujua maneno. Non, c'est pas comme ça. La prière, maombi ni kitu. Kwanza watu wengi wenyewe wanaomba kwa Kifaransa ni sababu hayapata shida ya mzuri. Maombi sio kujua kuomba kwa Kiingereza, ila maombi ni ule, yani c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Niliona kama video umwe afiko anasema hivi, asema wewe huko unajifanya kuomba kwa Kifaransa na wewe ni Mswahili, ukitamba unaomba kwa Kifaransa sababu uyapata shida. Ukipata shida tusawiki kwa Kifaransa utaanza omba tenda baba. Na ukikuta mara nyingi hiyo ni kweli. Mtu anaenda kuomba na mafieri, anaanza omba kwa Kifaransa na hayui hata Kifaransa. Seigneur mon créateur mon Jésus, je suis là au Père céleste. Hayapata shida. Wakati atapata shida mtoto ni mgonjwa. Utomba kwa Kifaransa wewe. Mtoto yuko anaharisha pale. Utaenda Seigneur Jésus. Tutakuwa baba ponya mtoto baba. Unasaulika Seigneur Jésus yote. Yani maombi ni zaidi ya kujua maneno mazuri ya kutamka. Maombi c'est quelque chose qui sort de ton cœur dans le monde spirituel et qui touche Jésus. Kwa hiyo jifunze kuomba na watu wengine. Sababu ile jasho ya watu wengine itakusaidia. Na jambo la mwisho kwa leo ambao litakusaidia kukuza maisha yako ya maombi ni kuomba na kamziki pembeni kenye unapendaka. Kamziki ka adoration. Kwa mfano unapenda mziki. Unapenda mziki gani wa adoration, Christine? Unaona, ukiweka kwa kamziki kako ka adoration, imba kwanza tusikie. Unasikia wakati ukasikia kale kawimbo kako moyo wangu, na yani kana kuingiza. Unajua ukipenda mziki mzuri na kama uko na maneno mazuri, ule mziki pia unachangia kukuingiza katika maombi vizuri. Unaweza afika hata toa ya kulia, sababu kuna miziki nyingine iko na maneno mazuri Kwa mfano ule unaweza kutenda. Sasa unakumbuka muziki? Unaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya niomba. Yani quand tu pries ça na unaweka kale kawimbo, vous sentez que Dieu peut faire au-delà de ce que je prie. Mungu anaweza fanya zaidi ya gisi ninavyoomba. Exactement, c'est ce que Dieu fait. Il fait au-delà même de ce que nous demandons.
Unaweza kuwa unaomba hiki, unaomba dola 100, Mungu anakupa dola 1000. Sasa wakati kunaomba na unaweka kale ka wimbo, unaweka kale ka mziki, kana kuingiza kabisa katika roho ya maombi, na mziki pia unakusaidia kukupa hata maneno ya kuomba. Mshakaona hilo eh? Unaweka mziki, unastukia, unaanza tamka maneno yenye kuwa ndani ya ule mziki. Kwa mfano, unaweza kufanya, unaweza kutenda zaidi ya tuombavyo, na wewe unaanza, ndiyo Bwana, ndiyo Kristo, unaweza kutenda zaidi ya tuombavyo. Kwa hiyo utajikuta unaomba masaa 2 sababu tu ya ule mziki. Kwa hiyo wakati uko katika maombi yako, ili ukomae vizuri katika maombi, jifunze kuweka kamziki. Bien sûr, mziki wa Mkristo na mziki ambao Roho Mtakatifu anaukubali, na mziki wa mtu ambaye unampenda. Biado, unapenda mziki gani wa adoration? Wimbo unapenda mziki gani wa worship? Worship. Yaani wimbo wa adoration. Shilo. Sasa unapenda mziki gani wa adoration? Plus de vie, ni adoration. J'ai entendu parler de cité si lointaine, c'est une belle maison pour la édifiée par Jésus. Là nous n'est point, là-bas nous ne viendrons jamais. Ya, ni mzuri eh? Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne viendrons. Na mtu yuko anaomba tutazeeka, lakini okay. Tafuta muziki mzuri ya adoration. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne viendrons jamais. Dans ces belles cités, nous n'allons plus errer, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons les rois dans les âges éternels. Dans ces cités, nous ne mourrons point. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne viendrons jamais. Yani, wakati unaomba na kamziki, Jonas, wewe mziki gani wa adoration wenyewe unapendaka? Wastahili, haleluya. Ndio hiyo eh? Ya, hiyo nayo ni mzuri sana, ni mzuri sana. Kama ina rekodi acha tu. Hiyo nayo ni mzuri sana hiyo, wastahili. Kuko wimbo mwingine mwenyewe mmoja dada Mushi ambaye anaolewa Dar es Salaam aliimba. Sema nami Bwana, sema na moyo wangu, sema nami Bwana, sema nitasikia. Yani ile nani ni wimbo ya mzuri. Ufanya pesa uko katika maombi, unaweka ule wimbo huko, unaomba na unasikia sema nami, na unajikuta unaweza sema yale maneno, sema nami Bwana. Kuna mtu mwingine anaimba nyimbo nzuri sana, Sedekia, hata nyimbo za Frère Patrice. Asante sana Bwana. Asante sana. Ni ya mrefu, iko karibia saa nzima. Ni wimbo mzuri. Hiyo. Hata mimi nayo ni ya mzuri sana kuomba nayo. Sana. Kuna mwimbaji mwingine anaitwa Sedekia, kama Sifaeli Sedekia, ni wa Tanzania. Na yeye anaimba, nimewahi kusikia nyimbo zake, na yeye anaimba nyimbo nzuri sana za mtu kuomba nazo. Uwezi kwenda kuomba na nyimbo za mtu kama Charles Jangalason. Nyama ya mbuzi ukila lazima ucheke. Sasa utaenda omba na wimbo kama huu katika uwezi omba na wimbo wa Jangalason kama kuko nyimbo zingine za ajabu ajabu. Uwezi omba zile nyimbo za injili tu. Unaweza piga injili, injili injili ni moto. Sasa ukiruka kule utaenda omba na wimbo kama ule? Hapana. Kwa hiyo ila kifupi tu, hili jambo la 4, lazima uwe na kawimbo kako kamoja, kawimbo kazuri kanyo unasikia kana kuingiza kiroho. Unaweka kale kawimbo kako, alafu unaanza kumeditate, alafu unasikia kama vile roho yako pia inapanda katika ulimwengu wa kiroho.
Unaona, na nyimbo kama hizo zipo na ni nyingi sana. Kuna nyimbo waimbaji kabisa wanavuviwa na Mungu kabisa. Kuna nyimbo waimbaji wanavuviwa na Roho Mtakatifu, na zile nyimbo zile zinalala ndani nguvu za Mungu. Unaona, na zile nyimbo zile zinalala ndani utukufu wa Mungu. Zile nyimbo zina nguvu fulani. Attention na nyimbo ni silaha kubwa sana katika ulimwengu wa kiroho. Nyimbo sio kitu ya mzaha. Mahubiri itaisha nini, lakini nyimbo zitabaki. Watu wengi wanadharau nyimbo, lakini hawajui kama nyimbo ni kitu kikubwa sana. Nyimbo zina nguvu. Nyimbo zinampa mtu ujasiri. Nyimbo zina shift mtu. Zinaweza zikakuingiza katika dans le monde spirituel. Voilà pourquoi même les anges chantent. Hata malaika wanaimba. Na hakuna kitu Mungu anapendaka kama nyimbo. Mungu anapenda sana kuimbiwa. Na ndio maana Mungu mwenyewe anavuvia watu nyimbo zake. Ona hizi nyimbo zetu sisi za uvuvio, zote zinakuwaga nzuri sana. Nimejaribu kuimba zimoja hapa kwa YouTube nawekea. Watu wanasema, "Oh, tunapenda hizo nyimbo. Tunapenda hizo nyimbo." Zilitoka wapi? Ni Mungu alivuvia tu watu. Mungu anakuja anakuambia andika, unaandika, malaika wanaimba, unachukua ile sound na wewe unakuja imba kanisani na wimbo unabaki kanisani. Sikiliza kama watu wengi wanajidanganya. Wimbo huko na maneno mazuri sana. Ambayo yanaonyesha gisi watu wanajidanganya katika mambo na wanajiita wa Kristo. Kwa hiyo il faut kuwa na wimbo mzuri wa kuomba, nao utakusaidia pia katika maombi. Hayo ndiyo mambo 4 makubwa ambayo itakusaidia na maisha yako ya maombi ya kila siku. Amen. Haya, tunaishia hapo kwa leo. Sasa unaweza ukakate. Sasa tunataka ingia katika maombi.